tukikosea, hata kama sisi hatuendi sawasawa na mapenzi yake, bado uaminifu wa Mungu ni mzuri na haujawahi kubadilika. Na kuna wakati shetani hupenda kumwambia mtu pale anapokosea ya kwamba Mungu amekuacha, hawezi kukupokea tena. Hiyo ndio sauti utakaoisikia pale unapokosea, pale unapotenda dhambi. Wakati mwingine unapotenda dhambi, unapoteza mpaka tumaini, unapoteza mpaka ujasiri, unapoteza mpaka huduma Mungu aliyoweka ndani yako. Inawezekana wewe ni mwimbaji, lakini kwa sababu umekosea, shetani anakuhubiria Mungu hawezi kusikia sauti yako tena, Mungu hatapokea tena maombi yako, Mungu hatapokea tena sadaka zako. Sivyo ilivyo kwa Mungu aliye hai. Haleluya! Mungu ninayemtumikia, Mungu ninayemwabudu haangalii kubadilika kwa mwanadamu, anaangalia upendo wake ulipo. Haleluya! Ingekuwa namna hiyo wana wa Israeli angewaacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Biblia inaonyesha Mungu ni baba anayesubiri mtoto wake arudi. Mwambie jirani yako tunasubiriwa kurudi. Mwambie tena unasubiriwa kurudi. Yani si unajua habari za mwana mpotevu. Kisoma kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 15, utakutana na hiyo habari kwamba mwana mpotevu aliondoka nyumbani kwa baba yake, akachukua kila kitu, na alipochukua hakwenda kufanyia vitu vya maana, alienda kutapanya, alienda kufanya anasa. Kila kitu kikaisha. Kilipoisha akapitia mambo magumu, akapitia maisha magumu, lakini Mungu kwa upendo wake alikuwa bado anamsubiri. Baba yake kule nyumbani alikuwa halali usingizi, anamsubiri mwanae. Saa ilipofika mtoto akagundua nimekosea, akaamua kurudi kwa baba. Wakati anarudi, baba akamuona kwa mbali, akamkimbilia, akamkumbatia, wala hakumkataa. Haleluya! Ndio Mungu anachosubiri. Mwambie jirani yako Mungu anatusubiri. Saa ya kurudi, tukirudi yuko tayari kutupokea. Amen. Jambo la pili ambalo nataka tulione liko kwenye ule mstari wa pili. Mstari wa pili unasema, Bwana asema hivi, watu wale walioachwa na upanga walipata neema jangwani, yaani Israeli, hapo nilipokwenda kumstarehesha. Watu wale walioachwa na upanga walipata neema jangwani. Katika Biblia, jangwa yaweza kuwa ni majaribu, jangwa yaweza kuwa ni mateso unayopitia, jangwa inaweza ikawa ni upweke kwenye maisha yako, janga linaweza likawa ni ukame wa kiroho, umekaukiwa, unataka kuomba hakuna kitu. Ukame au jangwa wakati mwingine inaweza ikawa ni upungufu, umepungukiwa na kitu fulani, huo ni ukame. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mahali pasipo na msaada wa kibinadamu kabisa, mahali hapo panaitwa ni jangwa. Lakini Mungu alisema walipata neema jangwani. Hawa wana wa Israeli walipata neema jangwani. Wako katika hali ya mateso, wako katika hali ya dhiki, wako katika hali ya upweke, hawana kitu kabisa, hawana msaada kabisa. Halafu Mungu anawapa neema. Amen. Hii ina maana neema ya Mungu haitegemei mazingira ulionayo. Neema ya Mungu haiangalii mtoto wangu unapita wakati gani. Neema ya Mungu inafanya kazi, kwa sababu haifanyi kazi kama unavyotaka. Inafanya kazi kwa sababu Mungu ameachilia juu ya huyo mtu. Haleluya. Ukitaka kusoma vizuri, unaweza kujifunza habari za Paulo. Habari za Paulo kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango ule wa 12, mstari wa 1 mpaka ule wa 9. Ukisoma hii mistari utagundua Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Alitumika, lakini wakati anatumika alikuwa na mwiba.
kwenye mguu. Hebu fikiri, wakati mwingine tunachomwa na kale kambigili kadogo, hata kutembea unashindwa, lakini Paulo anaifanya kazi katika wakati mgumu sana. Mwiba uko kwenye mguu, alafu akienda watu wengine anawaombea wanapona, anawaombea wanafunguliwa, anawaombea wanavuka mahali pale. Kwa hiyo yeye anabaki na ule mwiba. Anafika mahali anamwambia Baba, nisaidie, niondolee huu mwiba. Mungu anamwambia, sikia Paulo, sitakuondolea mwiba, kwa sababu mimi Mungu unayenitumikia siangalii mazingira, siangalii maumivu ulionayo, bali neema yangu ya kutosha. Tupungiane, tunadhani kuna baridi, hata kuitikia tunashindwa. Haleluya. Wewe fikiri, mtumishi wa Mungu anapiga kazi, anawaombea watu wanapona, yeye yuko pale pale. Halafu anarudi anamwambia Baba, nisaidie nivuke, huu mwiba umenichosha. Wakati mwingine yawezekana changamoto nilionayo hainifanyi niende mbali, hainiruhusu nivuke mipaka fulani. Mungu anamwambia, sikia Paulo, siangalii maumivu ulionayo, bali neema yangu ya kutosha. Haleluya. Walipata neema wakiwa jangwani. Neema ni uwezo. Neema ni kibali na msaada wa Mungu unaotenda kazi ndani ya mwanadamu bila kutegemea hali anayoipitia au anayoishi. Kwa hiyo mazingira ulionayo yanaweza yakabadilika. Bwana asifiwe. Mazingira ulionayo yanaweza yakabadilika. Na hapa watu wa Mungu wengi, mazingira yanapobadilika huwa hatukubali kuendana nayo. Inawezekana nilikuwa na uchumi mzuri, ghafla uchumi umeshuka, nataka ning'ang'ane pale pale. Kama uchumi umeshuka, rudi kwa Mungu asiyebadilika. Haleluya. Kwamba hali imebadilika, ninaye Mungu asiyebadilika. Watu ulionao wanaweza wakabadilika, lakini Mungu uliye naye habadiliki. Haleluya. Kwa sababu wanadamu upendo wao wakati mwingine ni wa masharti, lakini upendo wa Mungu ni wa milele. Haijalishi umemkosea, anakupenda tu. Haijalishi umeenda kinyume, anakupenda tu. Mwanadamu ana masharti. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikutie moyo, mtu mmoja uliyeko hapa, watu wanaweza wakabadilika. Huyu ni rafiki yangu, tumetoka mbali, lakini angalia mahali alikonibadilikia. Amekuwa mwiba kwangu. Usipambane naye, unapoteza muda. Songa mbele. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi najivunia nina rafiki yangu hapa tangu tukiwa vijana mpaka leo ni marafiki. Haleluya. Najivunia kwa hilo, kwa sababu sijawahi kubadilika kwake, hajawahi kubadilika kwangu. Kwa hiyo wanadamu wanabadilika, na wengi tunaishi na maumivu kwa sababu alikuwa rafiki yangu, alikuwa mchumba wangu, amenichiti. Haleluya. Nataka nikutie moyo, wanadamu wanapobadilika, songa mbele, kwa sababu hujajua upendo wa Mungu, hujajua neema ya Mungu mbele yako. Mungu amekuandalia rafiki aliye mzuri. Mungu amekuandalia jamaa aliye bora kuliko yule wa mwanzo. Acha kukaa na watu mioyoni, songa mbele. Haleluya. Wanadamu wanabadilika bwana. Unakaa na mwanadamu miaka nenda rudi, ameniumiza, siwezi kumsalimia, siwezi kupita karibu naye. Yeye ni nani? Hajazuia baraka za Mungu. Japokuwa wote watabadilika, Mungu hawezi badilika kwako. Yatabaki yeye yule yule. Ngoja niseme jambo moja. Mwanadamu akibadilika, hata kama alikuwa anakupa chochote kitu, hawezi kukupa tena. Haleluya, watu wa Mungu. Hata kama alikuwa anakushauri, hata kama unamtegemea na ulimsaidia sana, mwanadamu akibadilika anageuka namna hii. Mungu ninayemwabudu hajawahi kugeuka, ni yeye yule tangu jana, leo na hata milele. Haleluya. Sasa sina sababu ya kumbeba mtu moyoni,
kwa sababu najua wakati wowote atabadilika, ataniacha. Kwa nini nisimshike huyu Mungu? Kwa nini nisipambane na Baba yangu wa mbinguni, yeye asiyebadilika? Ninapoumwa yuko na mimi, ninapotetemeka yuko na mimi, ninaposhindwa yuko na mimi. Haleluya! Pendo wa Mungu hauna mwisho. Amen. Pendo wa Mungu ni wa uchumi unaweza ukabadilika kwa mtu, lakini neema ya Mungu haibadiliki, kwa sababu chanzo chake ni Mungu asiyebadilika. Kuna watu wametumainia uchumi, na kuna watu wameshindwa kuendelea kumwabudu Mungu kwa sababu tu uchumi wangu ni kidogo. Yeye aliyeufanya namna hiyo anaweza akakubadilishia tena. Asante Baba, Mungu akubariki. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Maana kuna watu anaweza akawa ni mtumishi mzuri sana, anaweza akawa ni mwimbaji mzuri sana, anaweza akawa ni mzee wa kanisa mzuri sana. Wakati ana fedha, anafikiri fedha ni kila kitu. Fedha inaposhuka anaondoka kwenye utumishi. Nataka nimtie moyo mtu mmoja, usiondoke. Hata kama uchumi umetoka kwako, hata kama uchumi umebadilika, mambo yamebadilika, nitamtumikia Mungu katika hali zote. Paulo anasema nimejifunza na nimefundishwa kuwa na vingi na kuwa na vichache. Hata vinapokuwa vingi, pendo wangu kwa Mungu haupungui. Ninapokuwa na vichache, Mungu nitampenda zaidi, maana yeye ndiye chanzo cha mema kwangu. Haleluya. Asante sana. Mungu awabariki kwa kupiga makofi. Amen. Kwa hiyo Mungu anapotaka kuiachilia neema yake kwa mtu, huwa haangalii ugumu wa mazingira ulionao. Hapa tunaambiwa hawa walipata neema wakati wakiwa jangwani. Walipata neema wakati upanga uko juu yao. Ni kama vile mauti iko mbele yao. Neema inaweza kufanya kazi katikati ya mazingira magumu ama mepesi. Neema ya Mungu haichagui. Haleluya. Neema ya Mungu ingeangalia, wengine tusingeweza kuvuka. Haleluya. Ukitaka kujifunza zaidi, unaweza ukatafuta kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 39 na kuendelea. Habari ya Yusufu. Yusufu alikuwa katika mazingira magumu. Yusufu alikataliwa na ndugu zake, ndugu wa kuzaliwa, ndugu wa tumbo moja, lakini walimkataa. Halafu sio tu kumkataa, waliamua wamuuze aende utumwani akateseke. Ni ndugu zao, ndugu zake wa damu, wala sio wangali. Kuna watu hapo tunatembea na ndugu, kakaangu alinidhulumu, kakaangu achana naye. Yusufu alipitia hapo. Haleluya. Kadiri unavyoendelea kumshikilia huyo ndugu, unakuwa mbali na neema ya Mungu. Yusufu alikataliwa, aliuzwa, Yusufu alifungwa gerezani, lakini Yusufu Mungu alikuwa pamoja naye. Asante mliopiga makofi. Bwana asifiwe. Inawezekana hatujaelewa. Nasema hivi, Yusufu alikuwa na baba yake na mama yake na ndugu zake. Amen. Lakini Yusufu alikuwa anawapenda ndugu zake. Lakini Yusufu alijitoa kwenda kuwapelekea chakula ndugu zake wakiwa machungani na kwenda kuangalia hali zao. Yusufu anaenda kwa furaha, naenda kwa ndugu zangu. Ndugu zake wanamuona kwa mbali, wanasema mwangalieni, bwana wa ndoto anakuja. Wakakaa kikao walio ndugu zake, wakasema huyu ni Yusufu anakuja, tufanyeje? Wakasema acha tumuue. Haleluya. Hao ni ndugu zake. Mwambie jirani yako, hao ni ndugu zake. Wakakaa kikao, tunataka kumuua. Kwa hiyo ukikutana na kikao kimekaliwa na ndugu zako kwamba tunataka kumuua fulani, usiogope. Haleluya. Usiogope. Tunaye Mungu asiangalia mazingira. Katikati ya vikao vyao ana uwezo wa kukuchomoa. Katikati ya vikao vyao vibaya juu yako, yeye ana uwezo wa kuiachilia neema ikakuinua, ikakupandisha juu, ukawatazama kwa chini waliotaka
tumaini ndani kwamba Mungu niliye naye ni Mungu asiyebadilika. Hata kama ndugu zangu wamebadilika, anateseka utumwani, anapita wakati mgumu, lakini alikuwa naye